Karibu sana kwenye channel yetu, tuendelee kujifunza, kuongeza maarifa mapya na tuendelee kuongeza ubongo wetu kila siku. Katika kuwazawaza na katika kuona baadhi ya comment, kuna watu wakaona kuna haja ya kuwa tuna vitafsiri hivi vitabu, natoa summary ya hivi vitabu kwa sababu sio muda wote mtu atapata muda wa kusoma kitabu kizima. Kwa nafikiri nitakuwa mimi navisoma na vielewa na nitakuwa natoa kama summary. Kwa hiyo nini ambacho kipo na mtangazaji na mwandishi alilenga nini katika hicho kitabu na kuna mafundisho gani? Kwa sababu kwenye vitabu ndo kuna siri nyingi sana za maisha. Kwenye vitabu ndo sehemu pekee ambapo utajifunza kitu kabla hujafika kwenye changamoto. Yaani utajua namna ya kuisolve changamoto hata kabla hujaifikia. Kwa hiyo leo nafikiri nitaanza na Think and Grow Rich na nitakuwa naviandaa kama v-series. Kwa hiyo karibu sana toka mwanzo mpaka mwisho wa kitabu na tutapata kujifunza mambo mengi sana. Na tutaelezana na kadri ambavyo tutakuwa na comment na kushare na kuuliza maswali ndivyo ambavyo tutaendelea kuisoma vitabu vingine vipya vingi na kupata summary yake. Sasa leo sehemu ya kwanza kabisa nitaanza na series ya Think and Grow Rich kuanzia kwenye introduction mpaka mwisho. Leo tunaianza safari ya kubadili akili, mtazamo na hatima yetu kupitia kitabu mashuhuri sana cha Think and Grow Rich kilichoandikwa na Bwana Napoleon Hill. Kitabu hiki hakifundishi tu pesa, kinafundisha jinsi ya kufikiri ili kupata chochote unachotaka maishani. Napoleon Hill alitumia zaidi ya miaka 20 akichunguza watu matajiri na waliofanikiwa kama Andrew Carnegie, Henry Ford na Thomas Edison na wengine wengi sana. Na hitimisho lake lilikuwa moja tu, na ndo lilikuwa kuu, kwamba utajiri huanzia kwenye akili kabla haujaonekana kwenye mifuko. Lazima akili unaanzia kwenye mindset akili yako, then kwenye mifuko inakuja ni matokeo. Leo tunaanza na somo la kwanza kabisa ambalo hili analita mwanzo wa mafanikio yote. Somo la kwanza ni tamaa, desire. The starting point of all achievement. Napoleon Hill anasema wazi kabisa kuwa the starting point of all achievement is desire. Kwa Kiswahili naweza nikatafsiria hivi kwamba mwanzo wa mafanikio yote ni tamaa. Lakini hapa hatuzungumzii tamaa ya kawaida ya kusema ningependa kuwa tajiri, ningependa maisha mazuri. Hiyo haitoshi. Lakini Napoleon anasisitiza kuwa weak desires bring weak results. Kwa maana tamaa dhaifu huleta matokeo dhaifu. Kosa la watu wengi wanatamani pesa, wanatamani mafanikio, wanatamani maisha mazuri, lakini hawako tayari kulipa gharama. Kwa hiyo Hill anasema desire is not a wish, it is a burning obsession. Kwa maana tamaa sio kutamani tu, lakini ni moto unaoungua ndani yako. Kwa maana kuhusu ile tamaa, tamaa halisi ina sifa 3. Moja, ina uamuzi. Sio kusema nitajaribu, ni kusema nitafanikiwa bila kujali. Hill anasema those who win are those who know what they want. Kwa maana washindi ni wale wanaojua wanachotaka. Lakini ya pili, ina kiasi maalum. Hill anasisitiza ujue unataka kiasi gani cha pesa au unataka mafanikio ya aina gani. Yeye anasema hivi kwenye kitabu chake A Definitive Purpose Backed by Desire. Kwa maana lengo lililo wazi likiungwa mkono na tamaa kuu au tamaa kali. Lakini sifa ya 3, ina sadaka. Hakuna mafanikio bila kutoa kitu. Hill anaandika hivi, you must be willing to sacrifice something to get what you want. Lazima uwe tayari kuacha kitu ili upate unachotaka.
Zoezi la siku moja. Napoleon Hill anatoa mfumo hatua 6. Lakini leo tunaanza na ya kwanza tu. Jiulize, ni kitu gani kimoja kikubwa ninachotaka maishani? Niko tayari kuacha nini ili nikipate? Na nitaanza lini kuchukua hatua? Kwa hiyo Napoleon anasema write it down and make it clear. Andika na fanya iwe wazi. Kabla ya kuhitimisha, kumbuka maneno haya ya Hill: riches do not respond to wishes, they respond to definitive plans. Kwa maana utajiri haujibu matamanio, unajibu mipango iliyo wazi. Leo umejifunza kuwa mafanikio yanaanza na tamaa kali. Bila tamaa hakuna hatua. Bila hatua hakuna matokeo. Kama unataka kuendelea na somo la siku ya pili au somo series ya pili ambayo itakuwa ni imani au yeye anaita faith, endelea kufuatilia series hii. Andika kwenye comment, niko tayari kama umeamua kubadili maisha yako kuanzia leo.